الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walillahi alhamdu wal minna. Leo tumekutana hapa katika majlisi hii ambayo tumuomba Allah tabaraka wa taala aijalie kuwa ni majlisi yenye manufaa, yenye kutunufaisha sisi wazungumzaji kadhalika na nyinyi wasikilizaji. Na majlisi hii ndani ya mwezi huu wa Muharram na katika markazi hii, masjidi hii Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tumekusudia kusomeshana na kupitia risala hii ya fadilatu Sheikh Dr. Abdullah ibn Saleh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu wa saddadah. Viko vitabu vingi na rasaili nyingi zinazoelezea masala ya mwezi huu wa Muharram, lakini kulingana na wakati ikapendelea tuipitie risala hii ya Sheikh Abdullah ibn Saleh Al-Fawzani, Allah muhifadhi. Ni katika mashekhe zetu hawa wabora. Allah tabaraka wa taala amejalia na ametuwafikisha kukaa katika baadhi ya vikao vyao, kukaa katika baadhi ya vikao vya shekhe walillahi alhamdu vya kielimu. Na shekhe ameandika vitabu vingi. Shekhe yuko Madina, ameandika vitabu vingi katika dini yetu hii na katika fani mbalimbali. Katika fani ya lugha ameandika, amesherehesha Qatrun Nada, kadhalika na vitabu vingine. Amesherehesha Bulughul Marami, Minhatul Allami bi sharh Bulughil Marami, ambayo ni sharhi iliyokuwa qayima jiddan kwa tulabul ilmi kuwa nayo na kuipitia sana. Ni sharh ambaye ameipitia vizuri shekhe, Allah muhifadhi, kwa kutaja njia za hadithi, takhriji al-hadith, tadhif wa tashih. Amefanya kazi kubwa, jazahullahu khaira, katika hii sharhi yake ya Bulughul Marami, kadhalika na sharhi ya Waraqati na vinginevyo katika vitabu ambavyo ameviandika shekhe, Allah muhifadhi. Wa shekhe bado yuko hai na anapatikana katika Jamiatu Tayyiba, ndio yupo sana pale Madina, katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Risala hii risalatun fi ahadithi shahri llahi almuharram, ni risala ambayo inaelezea hadithi, yani baadhi ya hadithi ambazo zinaelezea mwezi mtukufu wa Muharram. Na tumependelea kusomeshana risala hii ambayo inaelezea masala ya Muharram kutokana na munasaba, kwa sababu tumo ndani ya mwezi wa Muharram, kwa tukaonelea tusome hadithi hizi zinazoelezea ubora na utukufu wa mwezi huu wa Muharram, kadhalika na funga ya Ashura, kadhalika tataja baadhi ya masail ambayo yanahusiana na masahaba, kadhalika na wale maadui wa masahaba, hata kama shekhe hajawagusa isipokuwa kaashiria sehemu moja tu, lakini insha Allah, Allah kituwafikisha tutagusia, pamoja na kwamba huu si muhadhara na sio darasa khasa kwa ajili
ya kuwataja mashia, ar-rafidha na wengineo, lakini tunapopata munasaba tunawataja. Lakini majlisi hii tunasomeshana hadithi zinazoelezea ubora na utukufu wa mwezi wa Muharram, kadhalika na funga ya Ashura na yale ambayo yanayofungamana na jambo hilo. Tunaanza faslu ya kwanza na sehemu ya kwanza ya risala hii kwa mujibu wa mpangilio wa risala hii ya Sheikh hafidhahullah ta'ala, al-i'tibaru bimururi al-ayami wal-a'wami, mazingatio kwa kule kupita masiku kadhalika na miaka inapokwenda na masiku yanavyoenda kwa kasi. Ni kipi ambacho kinatakiwa kizingatiwe, ambacho Muislamu anatakiwa awe ni mwenye ukizingatia pale anapoona masiku yanazidi kwenda kadhalika na miaka inakatika? Ni jambo gani anatakiwa Muislamu na mwanadamu aweze kulizingatia? Qala ta'ala: inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin liulil albab. Wa qala ta'ala: inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari wama khalaqa Allahu fi as-samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Wa qala ta'ala: yuqallibu Allahu al-layla wan nahara inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah tabaraka wa taala anaeleza katika maneno yake matukufu, kwa hakika katika uumbaji wa Allah tabaraka wa taala wa mbingu na ardhi, na kupishana ikhtilafi al-layli wan nahari, na kupishana usiku na mchana, kule kupishana, ukitoka usiku unaingia mchana, ukitoka mchana waingia usiku, la ayatin liulil albab. Katika hilo kuna ishara na dalili za wazi za utukufu wa Allah tabaraka wa taala, lakini kwa wale wenye akili, liulil albabi, liulil uquli as-salima as-sahiha, wenye akili timamu zenye kuzingatia zile aya na ishara zinazojulisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kuzingatia ayatul kauniyya wa ghairiha, ambazo zinazojulisha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika huu uumbaji wa Allah wa mbingu na ardhi, kadhalika na kupishana usiku na mchana, hizi ni ayatun kauniyya, ni dalili zinazoonesha utukufu wa Allah na uwezo wake jalla fi ula, lakini wanafahamu hilo ulul albab. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema: inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari wama khalaqa Allahu fi as-samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Kadhalika yuqallibu Allahu al-layla wan nahara inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Yote haya Allah tabaraka wa taala anabainisha namna anapogeuza kutoa mchana kuleta usiku, kutoa usiku anauleta mchana, anavipishanisha viumbe hivi. Yote haya Allah tabaraka wa taala anasema ndani yake, inna fi dhalika la'ibratan liulil absar, ndani yake kuna aya, kuna dalili na ishara za wazi zenye kujulisha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa wenye uoni, ulil absari, wenye uoni kwa maana wenye mazingatio, wenye akili ambazo zina mazingatio, kuzingatia ishara za utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usomaji wetu tutakuwa tukitia taaliki baadhi ya maeneo ili twende sawa, na tukisema tufanye tarjama neno kwa neno hatutafika mwisho. Bila shaka
wengi ambao mko mbele yangu ni tulabul ilmi, si ndio? Bila shaka tutakwenda sawa insha Allah taala. Kama kutakuwa baadhi ya sehemu utakuacha, basi mwishoni insha Allah utaonana, au utaona mashekhe wapo hapa watakufanulia zaidi biidhnillah tabaraka wa taala. ففي هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن الآيات الكونية الدالة على كمال علمه وقدرته. Allah tabaraka wa taala nabainisha katika aya hizi tukufu dalili na ishara za wazi zenye kujulisha ukamilifu wa elimu yake na utukufu wake, wa tamami hikmatihi wa rahmatihi, na dalili za wazi zenye kuonesha na kujulisha utimilifu, ukamilifu wa hikima zake Allah tabaraka wa taala na huruma zake kwa waja wake. Wa min dhalika, na katika dalili hizo na ishara zenye kujulisha utukufu wa Allah na ukamilifu wa elimu yake, ikhtilafu al-layli wan-nahar, ni kule kupishana usiku na mchana. Wadhalika bitaaqubihima, wa kule kupishana viumbe hivi viwili al-layli wan-nahar, wa ikhtilafihima bit-tuli wal-qisar, na kule kutofautiana kwake viumbe hivi katika upande wa urefu na ufupi. Baadhi ya wakati mchana unakuwa ni mrefu na wakati mwingine usiku unakuwa ni mfupi, na baadhi ya vipindi usiku unakuwa ni mrefu, mchana unakuwa ni mfupi. Walharri walbaradi watawassuti, kadhalika katika vipindi vya baridi na joto kule kupishana. Wakati mwingine kuna vipindi mchana unakuwa na baridi, wakati mwingine baridi inapatikana usiku, wakati mwingine joto inapatikana mchana, wakati mwingine inapatikana usiku, وهكذا. وما في ذلك من المصالح العظيمة وما في ذلك na yaliyomo katika hayo min almasalih alazimati likulli ma ala alardi, na yale yaliyomo katika viumbe hivyo, yani usiku na mchana, na vile na namna vinavyopishana katika masalihi yaliyokuwa makubwa, maslahi yaliyokuwa makubwa, likulli ma ala al-ardi, kwa kila kiumbe kilichoko juu ya mgongo wa ardhi. Likulli ma ala al-ardi yani min al-khalq, wa kullu dhalika min ni'ami Allah ta'ala wa rahmatihi bi khalqihi, na yote hayo ni katika neema za Allah na rehema zake kwa waja wake, kwa viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la yudrikuhu illa ashabul uquli as-salimati wal basairi an-nayyirati, na rehma hizi za Allah tabaraka wa taala na masalihi yaliyokuwa mengi yanayopatikana usiku na mchana, la yudrikuhu illa ashabul uquli, dalili hizi alkauniya zenye kujulisha utukufu wa Allah tabaraka wa taala na ukubwa wa neema za Allah subhanahu wa taala. La yudrikuhu, hakuna mwenye kuweza kuzidiriki kufahamu utukufu wake na umuhimu wake, illa ashabul uquli salimati wal basairi an-nayyira, isipokuwa wenye akili salama, wenye akili zilizosalimika na wenye uoni wa kuona mbali, wenye uoni wa kuona mbali. Alladhina yudrikuna hikmata Allahi ta'ala fi khalqi al-layli wan-nahari wash-shamsi wal-qamari, ambao wanadiriki kwa maana wanafahamu na kuzingatia hikma ya Allah tabaraka wa taala ya kuumba usiku na mchana na jua na mwezi. Wayudrikuna, na wanadiriki kwa maana wanazingatia ma fi taaqubi ash-shuhuri wal a'wam, wanazingatia masalih na hikma zinazopatikana katika kupishana kwa miezi, kadhalika na kupishana kwa miaka. Watawali al-layali wal ayami, na kule kufuatana nyusiku. Watawali al-layali, na kule kufuatana nyusiku, wal ayami, na michana.
Al-layali inakusudia vile vipindi vya usiku, wal ayami vinakusudiwa vipindi vya mchana. Al-ayam michana, wal layali ni usiku, yani vipindi vya usiku. Kwa hivyo watu wenye kuzingatia hikma ya Allah tabaraka wa taala katika kuumba usiku na mchana na jua na mwezi na namna miezi inavyopishana, kadhalika na miaka, kadhalika na masiku ya nyakati zinavyofuatana, nyakati za usiku unaingia usiku, ukitoka usiku unaingia mchana, wa hakadha, maisha ya kila siku kufuatana kwa hivi viumbe. Hakuna mwenye kujua hikma zake isipokuwa ni wale wenye akili timamu, wenye uoni wa kuona mbali, ambao ni waumini. Wallahu ta'ala ja'ala al-layla wan-nahara khazaina lil-a'mali wa marahila lil-ajali. Allah tabaraka wa ta'ala kajalia usiku na mchana kuwa ni hazina ya matendo, yani vipindi vya kufanya matendo, na ni stage ya kumalizika wa nyakati, ni stage, yani ni hatua za kumalizika maisha ya viumbe. Yani ile kupita usiku na mchana, masiku yanavyozidi kwenda, fahamu ya kwamba ndivyo umri wako unavyomalizika, na ndivyo wakati wako wa kuondoka duniani unavyokaribia. Wa marahila lilajal, idha dhahaba ahaduhuma khalafahu al-akharu, kikitoka kimoja kinafuatia kingine, kwa maana ukitoka mchana unafuata usiku. Idha dhahaba ahaduhuma khalafahu al-akharu, yani tabi'ahu al-akhar, ukitoka mchana unafuata usiku, kutoka usiku unafuata mchana, wa hakadha. Liinhadhi himamil amilina ila alkhairat, kwa lengo la kukuza na kuinua juhudi, himamil amilina, juhudi za wale wenye kutenda yaliyokuwa mema, ili kuwaongezea juhudi wenye kutenda yaliyokuwa mema kuweza kukimbilia yaliyokuwa ya kheri. Allah tabaraka wa taala katika kupishanisha hizi nyakati analeta mchana baada ya kutoa usiku, anauleta usiku baada ya kutoa mchana, ambayo hizi ni nyakati za kutenda za kutenda mema, ni vipindi vya kufanya na kukithirisha matendo. Sasa Allah tabaraka wa taala katika hikima zake ni kwa lengo la kuinua juhudi na kuzidisha juhudi za wale wenye kutenda mema, ili waweze kukithirisha, kukimbilia yaliyokuwa ya kheri. Liinhadhi himami al-amilina, yani liraf'i juhdihim, kwa lengo la kuzidisha na kunyanyua au kuinua juhudi za wale wenye kukimbilia yaliyokuwa mazuri. Wa tanshitihim ala taat, wa tanshitihim ala taati, na kuwapa nashat, yani kuwazidisha uchangamfu katika ibada. Faman fatahu alwirdu billayli istadrakahu binnahari, yoyote ambaye atapitwa na uradi wa usiku, kwa maana uradi wa jioni, alwirdu billayli adhkaru almasaa, mtu ambaye atapitwa na adhkari za jioni, istadrakahu binnahari, atazifanya dhikiri hizo wakati wa mchana, kwa maana wakati mwingine atakapopata fursa. Mathalan, adhkari za jioni zinaanza baada al-asri, adhkari za jioni zinaanza baada al-asri. Sasa mtu hajapata fursa kuzifanya baada al-asri, jua limezama, usiku umeingia, hakuweza kuzifanya mpaka umeingia asubuhi, hajafanya dhikri za jana. Je, anaweza kuzifanya? Naam, la basi. Kadhalika hivyo hivyo, mtu hajafanya dhikri za asubuhi, kazongwa, hajapata muda wa kufanya adhkari za asubuhi,
mpaka usiku kafanyaje ukaingia. Je, atazifanya adhkari za asubuhi wakati wa usiku? Naam, atazifanya, atazileta adhkari za asubuhi kadhalika na adhkari za jioni. Hadha huwa almaana. Anasema shekhe, faman fatahu alwirdu billayli istadrakahu binnahari, atakayepitwa na adhkari za usiku kwa maana adhkari za jioni atazifanya wakati wa mchana kwa maana wakati wa asubuhi. Waman fatahu binnahari istadrakahu billayli, kadhalika atakayepitwa na adhkari za asubuhi atazifanya wakati wa usiku. Qala ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan. Ja'ala ay khalaqa, Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndio ameumba usiku na mchana, na khilfatan akazifanya kuwa ni zenye kupishana. Anautoa usiku na anauleta mchana. Liman arada an yadhakkara au arada shukura. Allah tabaraka wa ta'ala lengo la kupishanisha viumbe hivi usiku na mchana ili watu wapate kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala katika nyakati hizi na kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. وينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الليالي والأيام، فإن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويطويان الأعمار ويشيبان الصغار ويفنيان الكبار، وكل يوم يمر بالإنسان فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. Anasema Sheikh, inatakiwa kwa mu'min an ya'khudha al-ibrata, achukue mazingatio. Achukue mazingatio, yani awe ni mwenye kuzingatia kwa kule kupita usiku na mchana, kule kupishana usiku na mchana. Fa inna al-layla wan-nahara, kwani vipindi hivi viwili usiku na mchana, yubliyani kulla jadid, vina kichakaza kila kitu kilichokuwa kipya. Usiku na mchana vina kichakaza kila kitu kilichokuwa kipya. Kila kitu ambacho nakiona ni kipya basi kinachakaa kwa sababu ya kupishana usiku na mchana. Mahama takapokuwa kitu kitakapokuwa ni kipya, lakini kitachakaa. Siku zikizidi kufanyaje? Siku zinavyokwenda kinachakaa. Kadhalika na wewe mwenyewe unazaliwa ukiwa ni mdogo, lakini siku zinavyokwenda unakuwa, mwisho unazeeka. Hadha huwa al-maana. Yubliyani kulla jadidi wa yuqarribani kulla baidi, na viumbe hivi viwili ni vyenye kukikurubisha kila kilichokuwa mbali. Kila kilichokuwa mbali usiku na mchana ni vyenye kukikurubisha. Kadhalika wayatwiyani al-a'mara, ni vyenye kukatisha umri, ni vyenye kukatisha starehe, kwa sababu kila mchana unapokwenda na usiku ndivyo umri wako unafanyaje, unapopungua. Wayushayibani sighara, kadhalika na vinawafanya wadogo kuwa na mvi. Kadhalika wayufniyani alkibara, na vinawamaliza, kwa maana vinawamaliza watu wazima. Yani usiku na mchana hizi ndio nyakati, na nyakati zinavyokwenda ndivyo umri unavopungua. Kwa kama ni mdogo ndivyo anavyokuwa, kadhalika na mtu mzima ndivyo anavomalizika umri wake, ndivyo anavomalizika umri wake. Wa kullu yawmi yamurru bil insani, na kila siku inayompitikia mtu basi inatakiwa mtu afahamu, fa innahu yub'iduhu min ad-dunya wa yuqarribuhu min al-akhirah. Kila siku inayompitikia mtu inamweka mbali na dunia, inamkurubisha na akhera. Kwa maana kila siku inapokupitikia umepungukiwa na sehemu katika umri wako, umepungukiwa na sehemu katika umri wako. Na ufahamu kila siku inavyopita inakuweka mbali na dunia,
na inakukaribisha na akhera. Kwa maana usifurahi siku zinavyozidi kwenda, bali unatakiwa angalie ni yapi unayafanya. Ndio Sheikh anasema fasaidu wallahi man hasaba nafsahu, mtu mwema, na apa kwa jina la Allah, mtu mwema aliyefanikiwa kwa kupita haya masiku. Man hasaba nafsahu watafakkara fi inqidai umrihi, ni yule mwenye kuhesabu nafsi yake na akawa ni mwenye kuchunguza vile umri wake unavyomalizika. Watafakkara fi inqidai umrihi, na akawa ni mwenye kutafakari na kutanabahi juu ya kupungua umri wake, kwa maana siku zinavyokwenda ndivyo umri unavyopungua. Sasa mtu mwema aliyefanikiwa ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake na akawa anaifuatilia nafsi yake kuihimiza kuyafanya yale ambayo yaliyokuwa mazuri. Wastafada min waqtihi fima yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, na akawa ni mwenye kustafidi, kwa maana kutumia vyema wakati wake. Wastafada min waqtihi, yani istaghalla waqtahu, akawa ni mwenye kutumia vyema wakati wake, fima yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, katika yale yenye kumfaa na kumnufaisha katika dini yake na dunia yake. Waman ghafala an nafsihi tasarramat awqatuhu, waman ghafala an nafsihi, na yoyote atakayeghafilika akaiacha nafsi yake, yani tarakaha fil hawa, akaiacha nafsi yake inaogelea katika matamanio. Tasarramat awqatuhu ay inqadat awqatuhu bighairi faidatin, umri wake na wakati wake utakuwa ni wenye kumalizika pasina faida yoyote. Mwenye kuiacha akaghafilika na kuihesabu nafsi yake, basi wakati wake utakuwa ni wenye kutoweka. Muda unakwenda, haukusubiri wewe, haijalishi umeghafilika umefanyaje, muda wako ni wenye kusonga mbele. Wa adhuma fawatuhu ay fatahu a'zamu alkhairat, wa adhuma fawatuhu, na yatakayompita yatakuwa ni mengi sana, yatakayompita yatakuwa ni mengi sana katika khairi, kwa sababu ya kughafilika kuihesabu nafsi yake na kuidhibiti kufanya yaliyokuwa mema. Washtaddat hasaratuhu ay khasaratuhu, na hasara yake itakuwa ni kubwa sana. Washtaddat hasaratuhu ay khasaratuhu, hasara yake itakuwa ni kubwa atakayoipata mtu huyo. Na'udhu billahi minat tafriti wat taswifi, tumuombe Allah tuepushe na atulinde kutokamana na janga hili la tafrit, kuzembea katika ibada, kadhalika wataswifi, na janga la taswif, kusema saufa af'alu kadha, saufa af'al, jambo ambalo unatakiwa ulifanye leo unasema saufa af'alu insha Allah, kwamba nitafanya muda mwingine, nitafanya kesho. Naambiwa nenda haji shekhe, kwa sababu mali unayo hivi sasa, saufa adhhabu insha Allah sana alqabila, insha Allah nitakwenda haji mwaka ujao. Unajua kama mwaka ujao utafika shekhe? Nenda msikitini kasali, insha Allah niombee dua shekhe, nitaanza kuswali wiki ijayo, unajua kama utafika shekhe? Taswif. Hii taswif ni janga lililokuwa kubwa sana, na ni adui aliyokuwa mbaya sana, mwenye kumwangamiza mwanadamu. Wa na'udhu billahi min dhalik. Jambo ambalo unaweza kulifanya leo, usiseme saufa, kama nitafanya baadaye. La, fanya. Kama unaweza kulifanya sasa hivi fanya, na usisubiri kwamba nitafanya muda ujao, kwa sababu wewe hujui kama muda huo utafika. Wa nahnu fi hadhihi al-ayyam nuwaddi'u 'aman madiyan shahidan, Sheikh anasema na sisi katika haya masiku tunauaga mwaka uliopita, shahidan, hali ya kuwa kila kilichopita katika mwaka huo imma satashhadu laka au alaika. Shahidan kwa maana kila kilichopita katika mwaka uliopita ni chenye kukushuhudia wewe tayari, ushuhuda uliokuwa mzuri,
au ni chenye kukushuhudilia ushuhuda uliokuwa mbaya, kwa maana kitakuwa ni dhidi yako kila kilichopita, kwa maana kila ulichokifanya katika matendo itakuwa ni kheri kwako wewe kwa yale uliyofanya yaliyokuwa mazuri, na yale uliyofanya katika shari itakuwa katika mabaya itakuwa ni shari kwako wewe. Kwa Sheikh anasema tunauaga mwaka uliopita hali ya kuwa ni wenye kushuhudia, kwa maana yale matendo yaliyopita na yale yote yaliyopita katika mwaka uliopita yatakuwa ni yenye kushuhudia, kwa maana imma tashhadu alayka tashhadu laka au alayka. Wa nastaqbilu aaman muqbilan jadidan, na tunaupokea mwaka mpya, kwa maana muhadhara huu Sheikh aliufanya kabla ya kumalizika mwaka, na sisi walillahi alhamdu tushatoka katika mwaka wa 1447 tushaingia 48. Fa alaina an nuhasiba anfusana, ni juu yetu sisi waislamu kuzihesabu nafsi zetu. Faman kana mufritan fi shay'in min alwajibati fa alayhi an yatuba ila Allah, mtu yeyote ambaye alikuwa ni mzembe, amezembea katika ibada, fa alayhi an yatuba ila Allah, ni juu yake kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Wa yatadaraka ma fata, yajtahidu fi idraki ma fatahu min alkhairat. Yatadaraka bimaana yajtahid fi idraki ma fatahu min alkhairat, na ajitahidi kuyafanya yale ambayo yamekwisha mpita katika khairi. Wa in kana zaliman li nafsihi birtikabi ma naha Allahu wa rasuluhu anhu, na kama takuwa muislamu ni mwenye kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya maasi ambayo Allah tabaraka wa taala na mtume wake wameyaharamisha kwake yeye mtu huyo, fa alayhi an yuqli'a qabla hululi al-ajal, ni juu yake ajinasue kutokamana na jambo hilo la haramu alilonalo ambalo analifanya, kama bado yuko nalo jambo la haramu ambalo akilifanya jambo hilo ni mwenye kuidhulumu nafsi yake. Fa alayhi an yuqli'a, yani an yuqli'a nafsahu minhu qabla hululi al-ajal, qabla ya kufika wakati wake wa kuondoka duniani, kwa maana kabla tamami ajalihi, kabla ya kutimia muda wake wa kuondoka, kwa maana muda wake ukishafika hapo tena hatoweza kujinasua na jambo hilo la haramu. Kama mtu kuna dhulma yoyote anaifanya, mtu yupo kwenye shirki, mtu yupo kwenye bid'a, mtu yupo kwenye maasi, wakati huo inatakiwa azinduke na ajinasue katika dhulma hiyo alionayo, aachane na ushirikina kama yupo kwenye shirki, na kama yupo kwenye bid'a atoke katika bid'a arudi katika sunna. Kama mtu yupo katika maasi, mtu ni mzinifu, amejikita katika uzinifu, basi ajinasue na janga hilo, atoke katika maasi haya ya uzinifu na mengineyo kabla haujafika muda wake wa kuondoka duniani, kabla hajafikwa na umauti. Waman manna Allahu alayhi bil istiqama falyahmadillaha ala dhalika walyasalhu athabata ila almamat, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemnemesha. Waman manna Allahu alayhi bil istiqama, na yule ambaye Allah amemnemesha bil istiqama, kuwa na msimamo katika dini na taa, falyahmadillaha ala dhalika, amhimidi Allah juu ya jambo hilo la neema hii ya kunemeshwa kuwa na msimamo, kushikamana na dini, na amuombe Allah thabat, wal yasalhu athabata ila almamati, na amuombe Allah mthibitishe mpaka anakufa, kwa maana amthibitishe katika haki, aendelee kubaki katika taati wal qurbati ila almamat, mpaka afikwe na umauti. Walaysat hadhihi almuhasaba maqsuratan ala hadhihi alayam, lakini kuihesabu nafsi na kuifuatilia nafsi na kuidhibiti nafsi
kuhakikisha ni yenye kufanya yaliyokuwa mema. Laysat maqsuratan ala hadhihi al-ayyam, yani hakujafungamanishwa tu na masiku haya ya mwezi wa Muharram. Jambo la kuihesabu nafsi si jambo ambalo limefungamanishwa na kudhibitiwa katika haya masiku tu ya Muharram, kwamba watu natakiwa kuhesabu nafsi zao ndani ya masiku ya mwezi wa Muharram pekee. La, jambo hilo halijaishia katika masiku haya ya Muharram, bal hiya matlubatun kulla waqtin. Jambo la kuhesabu nafsi linatakiwa kila wakati, kulla waqtin wa awanin. Faman lazama muhasabata an-nafsi istaqamat ahwaluhu, mtu ambaye atalazimiana na kuihesabu nafsi yake, istaqamat ahwaluhu, hali zake zitakuwa ni zenye kunyoka, mambo yake yatakuwa ni yenye kunyoka. Mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuihesabu kwa wingi nafsi yake, basi mambo yake yatakuwa ni yenye kutengamaa. Wasaluhat a'maluhu, na matendo yake yatakuwa ni yenye kutengamaa. Waman ghafala an dhalika ay an muhasabati nafsihi sa'at ahwaluhu, na atakayeghafilika na kuihesabu nafsi yake, hali zake zitakuwa mbaya. Sa'at ahwaluhu, hali zake zitakuwa mbaya. Wa fasadat a'maluhu, na matendo yake yatakuwa ni yenye kufisidika, na matendo yake yatakuwa ni yenye kuharibika kwa sababu ya yeye kughafilika na kuifuatilia na kuihesabu nafsi yake. Wa mimma yusafu alayhi, na katika mambo yenye kusikitisha, anna kathiran minan nasi idha bada al-aam, wengi katika watu mwaka ukianza, yani mwaka mpya ukianza, mwaka yani mwanzo wa mwaka, yu'iddu nafsahu biljiddi wal azimati, wengi katika watu unakuta ni wenye kuiandaa, unamkuta mtu ni mwenye kuiandaa nafsi yake, biljiddi wal azima, mwenye kuiandaa nafsi yake kwa bidii, wal azimati sadiqati, na azma ya kweli. Mtu anajiandaa ipasavyo, kwamba mtu anakuwa ni mwenye kujiandaa na kutoa ahadi kwamba mwaka mpya huu insha Allah nataka nijitahidi, nataka nibadilike, nifanye matendo mema tofauti na mwaka uliokwisha. Wal azimati sadiqati li islahi halihi, thumma yamdhi alayhi al-yawm ba'da al-ayami, kisha inampitikia yeye siku baada ya masiku. Washahru ba'da ash-shuhuri, kadhalika unampitikia mwezi baada ya miezi, kwa maana miezi inakatika, miezi inazidi kwenda, masiku yanakwenda. Wayanqadhi al-aam wa haluhu lam yataghayyar, mpaka mwaka unamalizika. Wayanqadhi al-aam, mpaka mwaka unamalizika. Wa haluhu lam yataghayyar, lakini hali yake haijafanyaje, haijabadilika. Wako baadhi ya Waislamu, wako baadhi ya watu mwaka ukianza wanajitahidi na kuahidi kwamba nataka nibadilike, mwaka huu nijitahidi nifanye ambayo sijafanya mwaka uliopita, lakini siku zinazidi kwenda, miezi inakatika, mpaka mwaka unamalizika, mtu huyo hajaenda sambamba na ahadi zake alizozitoa. Mwaka unakatika hali ya kuwa hajabadilika chochote, yani hajatofautiana na alivyokuwa mwaka jana, hajatofautiana na alivyokuwa mwaka jana. Falam yazdad min alkhairati, hakuzidisha katika khairi mwaka huu ambao alikuwa ameahidi kwamba najitahidi, lakini hakuzidisha chochote katika khairi. Walam yatub min as-sayyiati, na wala hajatubia kutokamana na makosa. Wa hadhihi alamatu alkhaybati wal khusran, na hii ni moja katika alama ya kufeli na kupata hasara. Wa na'udhu billahi min dhalika. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimuha, wa khayra a'malina akhiruha, wa khayra ayyamina yawma liqa'ika yawma nalqaka. Allahumma a'izza al-muslimina bi ta'atik wa la tudhillahum bi ma'siyatik. Allahumma ij'al 'amana hadha wa ma ba'dahu 'amun amnin wa 'izzin
wa nasrin lilislami walmuslimin wa asbigh alaina ni'amaka warzuqna shukraha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Kila mwisho wa darasa Sheikh anaomba dua, jazakallahu khairan. Kila mwisho wa mlango Sheikh anaomba dua ya izz ya Allah tabaraka wa taala atuondoe kutokamana na ghafla mughafala tulionao. Allah tuongoze kufuata njia ya haki. Allah aupe nguvu Uislamu kama tulivyoona katika dua hii. Dua haihitaji tafsiri, sio? Inafahamika insha Allah taala.